Bana, karibu tupate tathmini ya mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Jwaneng Galaxy. Tuko na mbukuzi wa masuala ya soka Hamis Kabwe. Kaka wanasema jini katoka mganga hoi. Mganga hoi. Mganga hoi kwa kweli. Simba wamecheza mpira mbovu sana. Honestly speaking. Simba wamecheza mpira mbovu mno. Mechi ilikuwa na pressure kubwa sana kuanzia kwa mashabiki, benchi la ufundi mpaka kwa wachezaji wenyewe. Benchi la ufundi ni kwa sababu Emedi Morocco hakuwa na mtu ambaye anaweza akambackup kumwelezea bwana huyu ni bora kiasi hichi. Wakati mechi inaendelea, tufanye assessment hii, labda tumtoe huyu tumuingize huyu, kwa sababu yeye hakukaa na timu. Amekaa na timu siku kama 7-8 hivi, sio vizuri hakwenda na timu pre-season. Anaiona tu timu inacheza tu kwenye TV, labda kama kocha wa timu ya taifa labda anaenda uwanjani, tena mechi yenyewe moja na mechi ile labda ya Simba Day, sio vizuri. Kwa hiyo kujua ubora wa wachezaji wa Simba na kuweza kuendana nao kwa muda mfupi, nafikiri leo imempa wakati mgumu sana. Na kibaya zaidi pale kwenye benchi alikuwa na yule kocha wa fitness, yule South Africa. Hakuwa na Matola. Angalau angekuwa Matola, kwa sababu tuliangalia hata mechi ya Fountain Gate, Matola kidogo alifanya changes ambazo kidogo zilienda kuituliza timu. Lakini leo ukiangalia namna ambavyo Simba walikuwa wanacheza sasa kwenye eneo la kiungo, walionekana kumezwa. Kulikuwa hakuna ule ubora ambao ulitegemea Simba, kwa sababu Simba honestly speaking mpira wao ni possession. Wana possess zaidi. Sasa ukiwa ni timu ya kupossess, lazima uwe na viungo ambao wana uwezo wa kukaa na mpira, lakini pili viungo ambao wana uwezo wa kupiga pasi sahihi. Tatu, viungo ambao technical ability yao ni kubwa. Lakini kuna muda ulikuwa ukimwangalia Kante, ulikuwa ukimwangalia Yusuf Kagoma, uone kwanza walikuwa wanapoteza mipira kirahisi. Alafu ile system ya mwalimu Dimitri Pandev ya kucheza kwenye alikuwa anacheza 5-4-1, alikuwa anakabia kwenye mid block. Simba wenyewe walikuwa wanafanya build up na watu watatu, alafu wale watu wawili wa mbele ndo walikuwa ni watu wa kuprogress mashambulizi. Sasa wale watu wawili ambao ni Nandi, alikuwa ni Yusuf Kagoma na Kante, ndio alikuwa anatakiwa progress kupiga mipira ambayo itamfikia labda Elim Panzu, Jean Charles Ahoua ama bwana mdogo Maurice Abraham, ambao walikuwa na rotate kwenye lile eneo la kiungo cha ushambuliaji. Wale ambao wanatakiwa watoe mpira pale kwenda kwenye lile eneo la creation, pale kulikuwa kuna tatizo. Yaani ulikuwa mpira mingi ilikuwa ikipigwa na Yusuf Kagoma inapotea, lakini mpira mingi ilikuwa ikipigwa na Kante pia inafanya nini? Inapotea. Lakini walikuwa ni wazito. Na wale walipogundua hivyo, mwalimu Dimitri alipogundua hicho akawa anaenda kuwafanyia pressing. Kirahisi kabisa akawa anachukua mpira kwenye transition. Light kama Gaborone United wangekuwa clinical enough, leo tungekuwa tunazungumza mengine saizi. Nafikiri mashabiki wa Simba saizi wangekuwa wanalia. Kakabu, tusiende mbali, tumalizane na la kocha huyu Emedi Morocco. Hatoshi kwa Simba Sports Club? Hatoshi. Emedi Morocco hatoshi kwa Simba, honestly speaking. Kwa kile ambacho nilichokiona leo, yes of course unaweza kumpa excuse ya kwamba yeye hajakaa na timu, labda haijui timu na kadhalika. Lakini ukitaka kumjua kocha mzuri, na inawezekana labda angeweza kuwashawishi labda viongozi wa Simba, ni wakati game ikiwa inaendelea. Wakati game ikiwa inaendelea, unaifanyia vipi analysis, kwa maana ya uchambuzi. Timu yangu imefeli wapi? Nifanye nini ili niweze kupata hiyo balance? Simba ilikuwa imefeli kwenye eneo la kiungo. Viungo wa Simba leo hii walikuwa hawawezi kuituliza timu, haswa Yusuf Kagoma na Alassane Kante. Combination yao ilikuwa inaonekana kabisa imefeli. Kirahisi kabisa wale Gaborone walikuwa wanapita kwenye eneo la kiungo. Lakini acha hivyo, Simba wakiwa na mpira, yule mtu wa kuituliza timu, namna ambavyo wanavyokaa na mpira kwa muda mrefu, alikuwa hayupo. Sijui unanielewa vizuri. Kumradhi. Kwa nilitegemea mwalimu angeweza kufanya sabu labda ya Nabi Kamara, ambaye angekuja labda kuituliza timu, au angebaki na kiungo hata mmoja mkabaji. Bila vizuri kuja kumuingiza kiungo ambaye angekuja kucheza kama deep line playmaker. Angalau mchezaji wa namna hiyo ni Nio Maema, ana uwezo wa kukaa muda mwingi na mpira, kupossess, kuituliza timu. Sijui vizuri.
ili kuja kupishana labda na bwana mdogo Morris Abraham ambaye kuna muda anaweza kaja akacheza kama deep line playmaker, kuna muda anaweza kaenda akacheza kama attacking midfielder. At least Simba nafikiri ingeweza kupata balance na ingekuwa na madhara zaidi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kuchelewa kufanya sabu na baadhi ya sabu pia kumtoa mtu kama Elie Mpanzu ambaye alikuwa anaonekana yeye binafsi ndo alikuwa anaibeba Simba. Yaani kuna muda ulikuwa unaona Elie Mpanzu angalau ndo anafanya vitu special tofauti na wachezaji wengine. Mimi ile sabu sikuielewa. Sikuelewa vizuri, lakini eneo lingine pia ni kwa Jean Charles Ahoua. Amezungumzwa sana. Jean Charles Ahoua ni mchezaji mzuri, wala hakuna mtu aliyokataa. Kuna muda anaisaidia Simba hasa kwa set plays zile, lakini kuna muda anapoteza umakini na ubinafsi. Simuelewa vizuri. Katika hali ngumu kama hii ambayo Simba wameenda kukopa hadi kocha. Hakuna kocha ambaye anajua vizuri mazingira ya Simba ili kuweza kutoboa kwenye hatua inayofuata. Yaani inahitajika akili kubwa sana ya wachezaji kuweza kuituliza timu. Kwa aina ya nafasi aliyoipata mtu kama Jean Charles Ahoua, ile ambayo alitengenezwa na Steve Dese Mukwala, nafikiri pale kwa mchezaji mkubwa ambaye anacheza zaidi kiteamwork alipaswa kutuza kama alivyofanya Steve Dese Mukwala. Mukwala ni mshambuliaji, angefikiria yeye kwa maana ya ubinafsi ya kuwa mshambuliaji zaidi, angefunga. Si angepiga akafunga. Ila kwa nini aliamua kumpa Jean Charles Ahoua? Kwa sababu aliona yuko kwenye nafasi nzuri zaidi. Baada ya Jean Charles Ahoua kupokea mpira na kuona golikipa ametoka, alikuwa na nafasi ya kufanya kitu kingine bora zaidi kuliko kupiga. Sijui umeelewa vizuri, lakini alichagua kufunga kwa sababu anapenda kufunga na ni mbinafsi kuliko kuangalia timu iko kwenye wakati gani na hichi kitu kinaweza nikakifanya kwa ufanisi kwa kiasi gani. Mwisho wa siku akapoteza nafasi ambayo kiuhalisia iliweka pabaya sana Simba Sports Club. So binafsi ukiangalia kwenye maeneo haya unaona kabisa Simba Sports Club leo hii hawakucheza vizuri, walicheza vibaya. Wamewapa pressure sana mashabiki wao. Na huu ni ujumbe kwa viongozi wa Simba. Ni ujumbe kwa viongozi wa Simba kwa maana kwamba wakifanya masihara, kwanza watauendeleza utawala wa Yanga kwenye ligi ya ndani kwa miaka mingine zaidi ya 5 mpaka 6, lakini pili wanapaswa kujua ni aina gani ya watu sahihi ambao wanafaa kusimama kwenye benchi la ufundi la Simba. Pili, hawapaswi kuiendesha Simba kimazoea. Mwalimu Fadlu Davis alishaonesha muda mrefu za timu kutokuwa vizuri. Sijui vizuri, ni wao walipaswa kujipanga. Lakini tatu ni kwenye eneo la uongozi. Sikubaliana na hizi timu muda mwingi kuwa zinasimamiwa na kamati za ufundi. Wanapaswa mtafute mtu ambaye ana uwezo wa kusimamia masuala ya kiufundi ili ikitokea situation kama hii ya Mwalimu Fadlu Davis kuondoka iwe rahisi ku rescue situation. Sasa ukiangalia namna ambavyo Mwalimu Fadlu Davis alivyoondoka, vizuri tu mimi naamini hivyo, kwa sababu yes ndo atakuwa amehusika kwenye issue za usajili, yeye huyo ndo atakuwa amehusika kwenye issue za masuala ya kutafuta kocha, yeye huyo ndo atakuwa amehusika kwenye masuala ya kufanya recruitment za wachezaji. Kwa hiyo angalau mkurugenzi wa ufundi anaweza kuilinda falsafa, anaweza kuwalinda wachezaji, anaweza akajua ni wakati huu sahihi wa kuweza kuitengeneza hii timu ikawa katika hali fulani nzuri na kuweza kuvuka kigongo chochote ambacho anachokipata. Na Simba inasajili kwa kutumia kamati. Hizo kamati ameondoka Mwalimu Fadlu Davis, zikakosa options, ikabidi zianze kuhangaika sasa. Nani ambaye anaweza kaja akasimama? Yes, alikuwa Mwalimu Suleiman Matola, ndo kama hivyo. Dharura imetokea, Mwalimu Matola akapigwa red card. Nani anasimama pale? Hakuna. Kwa hiyo akaanza kuhangaika, mwisho siku kwenda kumkopa kocha Emedi Suleiman Moroko ambaye hajui mazingira ya timu, hakukaa na Simba kwenye pre-season. Amekuja tu mara moja na kuja kusimamia mechi muhimu tena ambayo Simba wanahitaji matokeo kama hii. Lakini tatu, utauliza Simba Sports Club wameenda Misri kufanya pre-season. Hiyo pre-season imewasaidia nini? Yaani kabisa fitness level iko chini. Wachezaji wanaonekana kucheza kifadha. Kwanza pili kitu kingine ambacho nachokiona pia inabidi pia viongozi waende wakawakumbushe baadhi ya wachezaji wa Simba. Ni Simba Sports Club na inahitaji kufanya vizuri zaidi kuliko hichi ambacho wanachokifanya hivi sasa. Wachezaji wanacheza kifadha, wachezaji hawakimbii, kuna muda wachezaji angalau mwishoni, kama umeangalia mwishoni alipoingia Kibu, alipoingia Mutale, Morris Abraham akatoka kwenye eneo la kucheza kama winga,
ambaye alikuwa inverted anaingia ndani zaidi, akaja kurudi kucheza eneo la nyuma ya mshambuliaji, akaanza kuwapa maswali magumu sana kwenye eneo la katikati mwa uwanja. Kama uliangalia, wakawa wanamchezea sana fouls, mpira alikuwa anakaa nayo, jaribu kupiga pasi za pembeni kwa ajili ya kutanua uwanja na kushambulia, kufanya progression kupitia pembeni. Angalau ndo Simba ukaanza kuiona at least imeanza kutulia, lakini nje ya hapo kiukweli sikuona ambacho Simba Sports Club leo hii wanaweza wakatoka wakajipiga kifua mbele kwamba yes, timu imecheza vizuri. Simba wamecheza vibaya. Kabla tumalizie, kama Simba wakiendelea hivi, pengine huko hatua ya makundi inaweza kuwa ya namna gani kwao? Hawezi kutoboa, obvious. Hawezi kutoboa, hawezi kufika popote. Hawawezi kufika popote kama watacheza kwa performance ya namna hii. Hawezi kufika popote. Na mimi siamini kama wanaweza wakaenda mpaka kwenye hatua ya makundi wakaenda hivi. Siamini hivi. Naamini walimu wameona wenyewe, wamejifunza, kwa sababu kusadiki kwa Toma ni kufanya nini? Ni kujionea. Sasa na wenyewe wameshafanya nini? Wameshajionea kwamba wakienda kujaribu tena, wakifanya mchezo kaka, hali inaweza ikawa tete, kwa sababu wafikiria hii ni testi ndogo tu ya Gaborone United, ambao ni timu ya kawaida, ambao watu wengi walidharau wakaichukulia ni timu ya kawaida sio vizuri, lakini imekuja kuwapa testi ngumu ya namna hii. Haya, unaenda kwenye makundi huko, unakutana na kina MC Alger, unakutana sijui na kina Al Ahly na kadhalika. Kaka, sikiama hicho, wanacheza kimbinu sana. Ndio nasema sasa, sikiama hicho kaka, kwa sababu kuna makosa yalikuwa yanafanyika leo hii. Kama ingekuwa Gaborone ni timu ambayo ina quality kubwa, alikuwa na waadhibu Simba kirahisi, lakini kwa sababu Gaborone ni timu ya kawaida, imeshindwa kuadhibu Simba. Hasa siku kukutana na timu ambayo iko vizuri, ina quality, inakuadhibu, inakufunga. Mwisho wa siku cha maana kinakuwa hakuna. Mwisho wa siku unabaki sasa mnaanza kulaumiana huko, mchawi huyu, mchawi yule, nini, mnaanza kuitana majina, Kamara. Mwisho wa siku cha maana hakuna, mwisho wa siku cha maana hakuna. Ndio maana Kamara yeye akaona hali isiwe hapa, hali tete hii. Ona hali tete hii, akaona nijivunje. Nijivunje, huo ndo kweli. Ngoja jivunje, hali tete. Nafikiri pale kwa sababu goli lingepigwa la pili pale. Shughuli kwa mwisho wa siku akaenda kumtupia akaenda kumtupia gunia la misumari Yakubu Suleimani. Suleimani mwisho wa siku akapambana nalo Yakubu Suleimani, akajitahidi. Mwisho wa siku maskini ya Mungu game imeisha, lakini game kiukweli Simba wamecheza vibaya. Huo ndo ukweli, wala hakuna cha kumung'unya maneno. Simba wamecheza vibaya. Shukrani sana. Nashukuru sana mdogo wangu.